Maafa haya yatokamana na huu mfumo wa secular, kwa kuwa ni mfumo ambao unakanusha kuwepo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na kukubali kwake kuwa Mwenyezi Mungu yupo basi ni msikitini peke yake. Lakini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala asema inil hukmu illa lillah, kuwa hapana hukmu, sheria isipokuwa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sio msikitini peke yake, bal maisha jumla yote yatakaniwa yapelekwe kwa mwongozo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kupitia mfumo huu wa kisekula umekuja kukana maamrisho na mwongozo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio leo watu wakaweza kuchagua viongozi, wawakilishi, kuwapeleka bungeni ili waweze kutunga sheria kinyume na zile sheria za Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala tuambia inil hukmu illa lillah, kuwa hapana hukmu, hapana sheria isipokuwa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Akasema tena Allah subhanahu wa ta'ala ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Jueni na kutanabahi, jueni na kuzingatia, lahul khalqu ni wake yeye uumbaji wa Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kuumba, wal amru, na yeye ndiye mwenye kutoa maamrisho, kutoa mwongozo. Tabarakallahu rabbul alamin, ametukuka Mwenyezi Mungu ambaye ni mlezi wa viumbe vyote. Kwa hiyo maamrisho na makatazo, mwongozo wa kuishi katika dunia, namna ya kupeleka uchumi wetu, namna ya kupeleka mambo yetu ya kijamii, namna ya kupeleka mambo yetu ya kisayansi, yote yatakaniwa yawe yametoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na sio kutokamana na tungo za wanadamu. Kwani mwanadamu akili yake ina kikomo, hawezi kujua mambo yatakuwa vipi, bali Allah subhanahu wa ta'ala aliyemuumba huyu mwanadamu ndiyo aweza kumpangia sheria namna gani huyu mwanadamu atakaniwa aishi katika ulimwengu. Fakama anna al-khalqa lillah, ikiwa mkuumba ni kwa Allah subhanahu wa ta'ala, fa innal amra wat-tashri'i lillahi wahda, maamrisho na sheria ambazo zitakaniwa zifuatwe ni za Allah peke yake. La li ahwa'il bashar wala liuqulihimul qasira, sio kufuata hawa za nafsi ya watu wala akili za watu ambazo zina mapungufu, bali atakaniwa sheria ambazo zitafuatwa ziwe ni sheria za Allah peke yake, wala haingii fikra wala mawazo na akili za watu. Enyi watukufu katika iman, mfumo huu wa secular haukuwa ni wenye kuanza katika biladi za Kiislamu, bal ulianza Uropa kama tulivyoanza kueleza, baada ya mavutano ya watu wa kanisa na watu wanafikra, ndio ukaweza kuzalikana mfumo huu wa usekula. Mfumo huu ukaja ukatenganisha dini na serikali. Ama Uislamu falam yaarifu hadha sira, haukuwa na mavutano haya na mapambano haya, liannahu dinul haqqi almunazzal min indillah. Uislamu ni dini ya haki na ni dini ambayo aliyoiteremsha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala asema afa hukma aljahiliyyati yabghun wa man ahsanu min Allahi hukman liqaumin yuqinun. Je, ni sheria za kijinga wanazozitaka kuhukumiana nazo hawa wanadamu? Na waman ahsanu min Allahi hukman liqaumin yuqinun, nani mbora zaidi wa kutoa hukumu na mwongozo asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini liqaumin yuqinun, kwa watu wenye yakini. Nani atakana atoe hukumu ambazo ni bora zaidi? Ni wanadamu katika bunge kutunga sheria zao, au ni zile sheria alizoziteremsha Allah subhanahu wa ta'ala kutoa Qur'ani na sunna za Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam? Mwenyezi Mungu auliza waman hukma aljahiliyyati yabghun waman ahsanu min Allahi hukman liqaumin yuqinun.
Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametaja zile hukumu nyingine zote ambazo kwamba zaenda kinyume na wahi, kinyume na Qur'ani na Sunna. Hizi ni hukumu za kijinga, wanadamu hawapasi kuzichukua wala kuzifanyia kazi. Na cha ajabu leo, kinachostaajabisha leo ni watu kuwa wanaambiwa wasome ile Qur'ani. Twaisoma Qur'ani na twaifundisha Qur'ani katika misikiti na madaris, lakini Qur'ani hii isiwe ni yenye kufanya kazi, haiongozi watu katika maisha yao. Twaamini sunna za Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallama, lakini sunna hizi haziwi machimbuko ya hukumu zetu. Vile vile twamwamini Allah subhanahu wa ta'ala, lakini hukumu zake Allah hatuzitaki katika maisha yetu. Tumejichagulia hukumu kinyume na maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, na huu ndio usekula ambayo unapelekea watu kuwaeka mbali na Allah subhanahu wa ta'ala. Watukufu katika iman, Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam hakuwa tu ni mtu aliyetumilizwa kwa wahyi kwa ajili ya ibada peke yake, watu wafanye ibada peke yake, bali Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa ni kiongozi. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikuwa ni qadhi. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa ni kiongozi wa jeshi, aliandaa vikosi kwa ajili ya kuipambania dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hakubaki misikitini kusomesha watu, bal Uislamu watakaniwa uenee ulimwengu mzima. Huwa alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu ala ad-din kulli walau kariha al-kafirun. Malengo ya Uislamu ni Uislamu uwe utadhihiri ulimwengu mzima, japokuwa watachukia makafiri, lakini ihakikishwe Uislamu ndio utakuwa ni wenye kuongoza katika maisha ya watu. Na hivi ndivyo alivyokuwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, kinyume na fikra ya usekula ambao leo wanadamu wamewekwa nayo, wabakie misikitini peke yake, lakini maisha majumla, nidhamu za kiuchumi, za kijamii, watu wajitungie sheria kinyume na sheria za Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala asema, fahkum bainahum bima anzala Allah wala tattabi' ahwaahum. Amwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam kuonesha kuwa hakuwa mtume kwa ajili ya ibada peke yake. Fahkum bainahum, wa hukumu kati yao, hukumu kwa wao, bima anzala Allah, kwa yale aliyoteremsha Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tattabi' ahwaahum, wala usifuate matamanio ya watu wakakuweka wewe mbali na rehma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Huyu ndio aliyokuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, na yeye ndio kiigizo chema kwetu sisi. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, hakika tuna sisi kutoka kwa Allah, kwa mtume wa Mwenyezi Mungu, kiigizo chema. Kwa hiyo hakuwa ni mwalimu wa kufundisha dini tu peke yake, bali alibeba masulia yote ya kimaisha, nidhamu zote aliziongoza Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na hili ayuha almuslimun, tarehe imeshuhudia hili pale Waislamu walipojifunga na Uislamu wao, qadatil alami bil adli war rahma, waliweza kuukomboa ulimwengu na wakaweka uadilifu na rahma ikaweza kutawala katika ulimwengu. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoasisi daula katika mji wa Madina, akaweza kufungua miji, akaweza kuusukuma Uislamu. Uislamu sio dini ya kibinafsi, ni dini ambayo yatakania ienee ulimwengu mzima, na watu wawe watakuwa ni wenye kuhukumiwa na Uislamu, wawe watataka wawe hawataki, hukumu iwe ni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kupitia hali hii leo, umma walipoachana na mwongozo huu wa wahyi, Qur'ani na Sunna kuwa katika maisha yao ndio za waongoza, ndio huu udhalilifu ambao leo tuko nao, dhiki za kimaisha na za kila aina, pale aliposema Allah subhanahu wa ta'ala,
waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka, wale watakapoachana na utajo wangu, hukumu zangu, sheria zangu, basi watapata maisha ya dhiki. Wanahshuruhu yawma alqiyamati a'ma, sio dhiki za dunia, mateso ambayo leo tunashuhudia, uchumi kuwa mbaya, jamii kuharibika, mporomoko wa kijamii, maadili, sio watoto majumbani, sio wanawake, sio wanaume, sio uraibu uliokithiri katika miji yetu, sio uchafu ambao unashuhudiwa na mifumo hii kuandaa matamasha ya watu kucheza uchi. Hii yote ni kwa kuwa walikana kumshirikisha Allah katika maisha. Na maafa yote haya, maovu yote haya yaliyokithiri, ndiyo imekuwa ni chanzo leo sisi kuishi katika maisha magumu. Na hiyo ni hapa duniani. Wanahshuruhu yawma alqiyamati a'ma, Allah asema kesho siku ya kiyama watu watakuwa ni wenye kufufuliwa hali ya kuwa ni vipofu. Wanadamu wamuulize Allah subhanahu wa ta'ala, lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira, mbona Allah umenifufua hali ya kuwa ni kipofu na ulimwenguni nilikuwa nikiona? Mwenyezi Mungu awajibu akisema, kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika alyawma tunsa, hivyo hivyo uliziacha sheria zetu, uliuacha muongozo wetu, hukumu zetu, na ukazisahau, ukajiweka mbali, ukakimbilia usekula, ukakimbilia katika mabunge na kujitungia sheria zako. Wakadhalika liyawma tunsa, sisi leo pia tumekusahau. Ikiwa tutasahauliwa na Allah siku ya kiyama, nani atakayetukumbuka? Nani atakayetupokea katika mapokezi ambayo ni mazuri? Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam atuambia, taraktu fikum amrain, nimewaachieni nyinyi na mambo mawili, lan tadillu ma tamassaktum bihima, hamutopotea katu lau mtashikamana na hayo mambo mawili, kitabullahi wa sunnati, kitabu cha Mwenyezi Mungu na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallama ziwe ndiyo kanuni na katiba zetu katika maisha yetu. Ikiwa tutafuata vitu viwili hivi, basi hatutopotea katu. Mtume sallallahu ametuahidi hii. Leo kwa kuwa tuko katika mambo maovu, nidhamu mbovu na system mbovu, watu wamehangamia na kupotea kwa kuwa Qur'ani na sunna za Bwana Mtume sallallahu hazifanyi kazi katika maisha yetu. Zimekuwa ni vitabu vya kusomwa na hadithi za kusomwa kama storybook, lakini hazihusiani na maisha ya wanadamu. Kumalizia, hakuna kuokoka wala kupata nusra kwa umma huu, ummati Muhammad leo, isipokuwa watu kuregea katika utawala wa wahyi, watu waregee kufuata Qur'ani na sunna. Wala hakuna utukufu umma utapata leo illa bi'tisabi bi shar'i Allah, isipokuwa kwa kujifunga na sheria za Allah subhanahu wa ta'ala. Wala salaha li ahwaliha illa bil ihtikam, wala hakuna kufaulu. Umma huu hauwezi kufikia kufaulu isipokuwa kwa kujifunga na hukumu za Allah subhanahu wa ta'ala, nayo ni Qur'ani na sunna ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ikhwata al-afadhil, hivi ndio tumeona usekula ulivyo na Uislamu ulivyo. Watu ni lazima waregee kutabikishiwa hukumu za Allah subhanahu wa ta'ala, na hili haliwezi kupatikaniwa ila watu kwenda mbio kuhakikisha wameweza kusimamisha tena serikali yao ya Kiislamu, ambayo ndio itaweza kubeba Qur'ani na sunna kama katiba, kama kanuni katika maisha yao. Kinyume na hapo, umma utabaki katika udhalilifu, umma utabaki katika maangamivu. Kwa haya machache, tutamwomba Allah subhanahu wa ta'ala tujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum.